Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Naitwa Lozi Maro, nimetokea Masaki. Kutoka Masaki. Mungu amekutendea nini Lozi? Mungu amenitendea muujiza. Muujiza gani ambao Bwana ameutenda umeona kuna sababu ya kumwambia Bwana asante? Mwezi wa 4 kuna kitu kilining'ata usiku saa saba kwenye saa 7 na dakika 40 hivi. Kile kitu tukakitafuta, tukatoa mashuka yote, tukatoa godoro, hatukukiona. Nimeuguza mkono ule mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 5. Nyumbani wakaniambia njoo tuangalie mkono na shida gani. Nikasafiri nikaenda nyumbani Msoma. Ukaenda nyumbani Msoma. Ndio. Nilipofika nyumbani Msoma, wakaniangalia mkono, wakanipeleka kwa watumishi wa Mungu. Lakini haikuwezekana, mkono bado ulikuwa na changamoto kubwa. Kuna mama mmoja nilikutana naye njiani, akaniangalia ule mkono akasema, huu mkono ni mkono wa aina gani? Sababu hata mwili wangu ulikuwa mweusi sana, nilivilia mwili mzima. Kwa huyo mama ulikutana naye wapi? Msoma au ulikutana naye? Msoma. Ndio. Akamwambia dada yangu, mimi nina mdogo wangu anajua kuangalia. Mlete amwangalie huo mkono. Basi dada akanipeleka. Nilipofika kule akaniangalia ule mkono akasema, huu mkono una shida gani? Ngoja tukupe dawa. Akanipa dawa, nikawa na uchua ule mkono, lakini bado sijapata mafanikio. Nikarudi tena huko Kahama. Nilipofika Kahama nikawa nakusikiliza redioni. Ndio. Nikakupigia simu, kaniambia ninunue chumvi ya mawe. Lakini nikawa nakupigia simu kaniambia bado nina majukumu nitakurudia. Nikasema hapana, nisimsumbue. Tanyanyuka mwenyewe nimfuate huko huko. Jumapili ya juzi ya kukanyaga mafuta. Ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kufika mahali hapa. Ilikuwa ni siku ya kwanza baada ya kuteseka kuanzia mwezi wa 4. Ndio. Mpaka juzi siku ya kukanyaga mafuta ukasema hapana, ngoja mimi nikamfuate mwenyewe. Ukafika. Ulipofika ikawaje? Nilipofika tulikanyaga mafuta na nikachukua maji ya upako na chumvi. Nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani, nikafika nyumbani nikachukua ile maji nikachanganya kidogo kwenye kikombe, chumvi, mafuta na yale maji. Ndio. Nikamwaga chumba kizima. Basi imefika usiku majira ya 3. Nikawa naingia kwenye maombi. Maana wanamaliza maombi afu naanza kuwasikiliza redioni. Nikasikia kuna kitu kinapalua kitandani kwangu kwa nguvu. Nikajiuliza nini kinapalua kitandani? Nikiangalia, roho nyingine nasema hapana, endelea na maombi. Roho nyingine nasema hapana, angalia labda ni nyoka. Roho nyingine nasema hapana, endelea na maombi. Basi tulivyomaliza maombi, nikawa nataka kunywa maziwa nilale. Lakini akili nyingine kanaambia hapana, toa hiyo chupa maziwa weka pembeni na kikombe. Uanze kuangalia kinachopalua kitanda ni nini, kama ni nyoka, watu wakija wataivunja hiyo chupa. Basi nikatoa kile kikombe na ile chupa nikaweka pembeni. Nikaanza kuchukua mto kwa uoga nikaweka pembeni. Nikatoa shuka. Kitendo cha kuinua ile shuka ya chini, nikakutana na nge mkubwa sana sijawahi kumuona. Nge mkubwa sana. Mkubwa sana sijawahi kumuona na manyoya kama ya panya. Manyoya kama ya panya. Upande huu kuja chini ni nge. Upande huu kuja juu ni kindege, kina kichwa cha ndege na mdomo wa ndege. Hiyo mpya sasa. Yaani ni nge na kuna upande anabadilika na kuwa na manyoya. Kwa yule nge nikashindwa kumuua. Nikasema nikianza hapa kutafuta cha kumuua huyu nge atakimbia. Nikachukua tena yale mafuta kidogo na chumvi na yale maji. Nikachanganya tena kwenye kikombe, nikamwagia pale kitandani ameganda, nikamwagia yale maji akakauka hapo akafa. Hapo alipomwagiwa maji akakauka akafa. Pigia Yesu makofi mazuri. Unaweza ukaona kifaa vya kiroho ni jambo la kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho linafanya vitu vikubwa visivyo vya kawaida. Maana yake alipomwagia pale akakauka. Inge hajawahi kumuona. Anasema ni waajabu. Ulimpiga picha? Nilimpiga picha. Nilimpiga picha. Ushuhuda wangu wa pili. Juzi nilipokuja kwenye ibada ya harufu njema. Baba ulisema kwamba hii harufu njema kwa watu wa Mungu ni nzuri, lakini kwa watu wabaya sio nzuri. Ndio. Nimerudi nyumbani pia. Kwanza nimetoka hapa nikasema hii gauni niliyovaa ni ndefu sana isichafuke. Nataka nikaikunje nichanganye na nguo zangu. Nikatembea nimeikunja ile nguo juu. Nikifika mbele za watu naishusha kidogo, nikipita kwa watu nainyanyua ili isichafuke.
nikaikunje niweke kwenye nguo zingine. Nilipofika nyumbani, ile nguo nikaitoa, nikaiweka kwenye kamba, ikapigwa upepo kidogo, nikaikunja, nikaiweka kwenye kabati ya nguo. Jumatatu saa 11 kuna mtu akanipigia simu. Yaani akanipigia simu kama mtu ambaye alikuwa anaungua au anafukuzwa. Akanipigia simu akaniambia, ni mambo gani unayafanya? Sasa mimi nikashindwa kumuelewa huyu ni nani? Anakuuliza ni mambo gani unayafanya? Ni mambo gani unayafanya? Na wewe uko nyumbani na wala hujaenda kokote, anakuambia mambo gani unayafanya? Mambo gani unayafanya? Sasa mimi nikamwambia mdada kwamba naomba simu yako. Akanipa simu, nikampigia, wewe ni nani? Basi akanitamkia jina lake live kabisa. Akaniambia, unafanya nini? Nimekutafuta sana tangu mwezi wa 4 mpaka leo uko hai. Nimetoa pesa yangu 500,000 mpaka leo uko hai. Nimekutafuta tangu mwezi wa 4 mpaka leo uko hai. Mpaka leo naisikia sauti yako uko hai. Mimi nilikuwa kama nimepigwa shoti. Ukao umedua. Nimedua kabisa, nimepigwa shoti. Lakini nikamwambia hivi, kama wewe ni Mungu unaweza ukanitafuta, lakini kama wewe ni mwanadamu huwezi ukanipata. Nikakata simu. Akapiga tena simu, akaniuliza, mume wako yuko nyumbani? Nikamwambia hupaswi kujua. Akaniambia mume wako ni naye huku. Nikasema basi endelea naye, wanaume sio 7. Nikakata simu. Shuhuda yangu ndio huo baba. Na mkono umepona? Mkono umepona kabisa 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 kabisa. Na baada ya kupona bado mtu akakupigia simu, nilikuwa najua umekufa, kumbe bado upo. Alizani nimekufa, kumbe bado nipo. Na baada ya kwambia mume wako niko naye, na wala ulikuwa hujamtafuta? Sijamtafuta na simfahamu, kwa sababu mume wangu aliondoka nyumbani tangu Januari mpaka sasa hajawahi kurudi. Aliondoka kazini ni moja kwa moja, hakuna mawasiliano wala nini. Hata ukipiga simu yake hapokei, inaita mpaka inakata. Lakini ukashangaa baada ya kutoka hapa unapigiwa simu, mume wako niko naye huko. Na ulikuwa hujui kama yuko na mtu? Nilikuwa sijui. Ni nani anayetenda? Yes. Mpigie Yesu makofi mazuri.